Yes. Ni muda mrefu sana hatujakutana hapa, na leo hii tunarejea tena kwa mara nyingine tukiwa na nguvu tele, afya ya kutosha katika kuitazama episodi ya 40 ya series kali kabisa ya Siri ya Huba, ikiwa ni season 2 kwa maana ya msimu wa pili wa series hii bomba kabisa kutoka pale RK Movies. Cha muhimu na cha msingi sana ni wewe tu kubonyeza neno subscribe chini video hii, hapo kisha bonyeza alama kengele, basi utakuwa bila shaka umejihakikishia kupata taarifa punde tunapoupload episode mpya ya Siri ya Huba, lakini pia bila kusahau zile love story card na episode za tamthilia zingine kibao ambazo zimekuwa zikiwekwa hapa kila siku. Tuende pamoja, twende sawia, twende sambamba tukitazama nini kimejiri katika episode ya 40 ya Siri ya Huba season 2. Ni muda mrefu sana imekuwa ikisubiriwa hii series kwa muda mrefu sana kutokana na changamoto kadhaa ambazo zilikumba kampuni ya RK Movies, lakini leo hii kwa mipango ya Mungu tunarejea tena hewani na tunaleta kigongo kikali kabisa cha episode ya 40 ya series hii ya Siri ya Huba. Nini kinakwenda kujiri katika episode hii? Baki hapo tuendelee kuitazama pamoja tukiwa na nguvu tele na afya za kutosha. Yes. Nakumbuka mara mwisho tuliishia kule ambako tuliona ndoa ikiwa inafungwa na washikaji wote wawili, kwa maana ya Benson pamoja na Duma wanaenda kuoa, lakini hatujafahamu ni nani ambaye anaenda kuolewa. Sasa tulisawia twende pamoja tutazame kinachoendelea. Yes. Tunamwona Beso akiwa na RK wakiwa wanajaribu kuongea mawili matatu kuhusiana na sakata ambalo limetokea, sakata la bibi Aisha kutaka kuolewa na Benson, lakini pia kutaka kuolewa na Duma ambaye ni boss wa RK na ni mtu ambaye alikuwa akimsaidia kwa muda mrefu sana, lakini ndio hivyo mapenzi yana nguvu kinoma noma. Kwa hiyo ameamua kuleta chizi kwa ajili ya bidada Aisha. Sasa RK anashangaa, umempeleka Benson kuoa na umechukua mwali, lakini pia Duma kule nimeambiwa pia ameoa na amechukua mwali. Sasa imekuwaje hii bwana? Sielewi. Aisha ni mmoja lakini wameoa watu wawili na wote wameondoka na Aisha. Sasa mbona anachanganya? Au ina maana Aisha alikuwa na pacha wake? Benson anamwambia mimi mwenyewe sielewi. Hata hivyo nilitaka nimpigie Benson ili kufahamu kwamba nini kimetokea, lakini ndio kama unafahamu fika tena, unajua ameshakuwa na mwali ndani. Sasa hawezi kumpigia mara kwa mara, kwa hiyo nimemwacha. Lakini nafikiri baada ya muda tutapata feedback kama kuna mmoja mwingine ameoa mtu ambaye si sahihi, kwa sababu haiwezekani. Lakini punde sekunde tunaona Beso akiwa amepigwa simu bwana hapa. Hello, habari, uko wapi? Anamwambia niko hapa, njoo ofisini haraka. Haya, asante. Beso anamwaga RK na kisha anasema poa, hebu acha nirudi nyumbani kwa sababu kitu changu sikielewi na hii habari sana, kwa sababu haiwezekani mmoja kuolewa na wawili. Kisha tunaona wanaagana na kila mmoja anaelekea kwake. Lakini tunarudi nyuma, huku tunamuona dada yake na RK. Huyu bwana anajipongeza kwa kweli hapa, kitu ambacho kimefanya amfuate mama yake aweze kumweleza. Naambia mama, kuna kitu nataka nikwambie ambacho ni kigumu kidogo. Mama yake anambia ushaanza, nilishakwambia masuala ya kuhusiana na baba yako sahau kabisa. Mimi sitaki unichanganye, sitaki uvuruge akili yangu, umenielewa? Wewe na baba yako mtajiona wenyewe huko. Kikubwa mimi nishakuonyesha baba yako, endelea naye, sitaki mambo ya kuanza kurudia naye.
Yesu anamwambia hapana, sio hicho. Nataka kukwambia kwamba nimegundua kwamba yule msichana alikuwa anatoka na kaka Rakei, yule ni ndugu yangu kabisa, ni mtoto wa baba pia, na tumetambulishwa wote. Mama yake na Rakei anashangaa, ina maana kwa hiyo yule binti Aisha ni mtoto wako pia vile? Kumbe naye ilikuwaje? Naomba ndio, na istoshe nilienda kule akakulisha baba. Lakini tukiachana na maongezi ambayo yanaendelea kule kwa mama yake Rakei, tunakuja huku upande wa pili ambapo tuliona mama yake na Aisha akiwa anashangilia na kufurahia kweli kuozesha mwanawe. Lakini kama nilivyotaarifu pale awali kwamba wali wako wawili, kwa maana kuna mmoja ni fake na mmoja ni original. Lakini pia wakati huo tunamuona jamaa huyu hapa Yesu akiwa ametinga kanzu na yeye, akiwa ni mmoja kati ya washenga ambao walienda kufanikisha zoezi la kumchukua Aisha. Lakini wakati huo kama nafahamu kwamba jamaa huyu unajua ni fulani ni mnafiki kimtindo, kwa hiyo alimpigia simu Rakei ili kuweza kufuatilia kile ambacho kinaendelea. Sasa hapa inachanganya sana. Huku tunamwona Benson akiwa anamsomea dua kipindi chake Aisha ambaye yuko ndani ya shela, amefunikwa gubi mithili ya mzigo wa haramu. Lakini pia kwa upande mwingine huduma na yeye hivyo yuko na binti Aisha, lakini amefunikwa gubi, haonekani kabisa. Kwa hiyo kila mmoja anaamini kwamba anamsomea dua Aisha ambaye tayari na mke wake. Kumbe kuna mmoja hapa amepigwa mchezo. Nini kinakwenda kutoka katika episode ya 41 pale ambapo mmoja wapo atagundua kwamba amechezeshewa mchezo. Hakikisha unaendelea kusubscribe, kisha una drop